السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuko kwenye sura ya 9, Suratu Tauba. Allah anasema bara'atu min Allahi wa rasulihi, ni tangazo la kuvunja makubaliano, ahadi, mikataba, linatoka kwa Allah na mtume wake. Ila alladhina ahadtum min almushrikin, tangazo hili wafikishiwe wale mliokubaliana nao, mnao mikataba nao katika washirikina ambao ni viongozi wa dini ya ushirikina pale Maka. Fasihu fil ardi 4 ashhurin, tembeeni katika ardhi kwa muda wa miezi 4. Bara'atun, tulisema maana yake, ukisema kwenye lugha ya Kiarabu bara'atu minash shay'i, maana yake idha qata'ta ma bainaka wa bainahu min sababin wa azaltahu an nafsik. Kama kuna kitu ulikuwa umekipa umuhimu kwako, basi ukakata yale mahusiano yako wewe na hicho kitu, baina yako na hicho kitu, na ukakitoa katika nafsi yako kwamba kuanzia sasa basi. Kwa mfano, ulikuwa unavuta sigara, ukasema sasa mimi bara'atu mina dukhan au bara'atu minat tadkhin, suala la uvutaji sigara nimeshaachana nalo. Na neno fasihu fil ardi linatokana na neno siyaha. Asiyahatu maana yake asairu, ni safari. Kwa hiyo wameambiwa hao waliopigiwa baraa, tembeeni kwa raha zenu bila ya kubughudhiwa katika ardhi ya Allah. Asiyahatu maana yake asairu fil ardi wadhihabi fiha litijarati au lilibadati au ghairihima, ni kutembea katika ardhi kwa ajili ya biashara au safari za kidini au mambo mengine. Hiyo ndo siyaha. Kwa hiyo baada ya kupigiwa tangazo la kuvunja mikataba na makubaliano yote, Allah akawaambia hao aliyowatangazia, fasihu fil ardi 4 ashhurin, maana yake tembeeni kwa amani katika ardhi ya Allah kwa muda wa miezi 4. Fasihu fil ardi 4 ashhurin siru aminina ayuha almushrikun, tembeeni kwa amani enyi washirikina, muddata 4 ashhurin, kwa muda wa miezi 4. Mmepewa ofa ya miezi 4 kukaa kwa amani. La yaqa'u bikum minna makruhun, ndani ya hiyo miezi 4 hamtopatwa na baya lolote kutoka kwetu, yani kutoka kwa Allah na mtume wake. Wameachiwa miezi 4. Wa huwa amru ibahatin wa fi dhamnihi tahdidun, ni kama agizo wamepewa, tembeeni kwa amani kwa muda wa miezi 4, lakini ndani yake lina makamio. Baada ya miezi 4 amani inaisha, ndo maana yake.
Sasa miezi minne hii ni moja katika mawili wanaweza wakalifanya. Wakigundua kwamba hawana uwezo wa kugombana na Allah na mtume wake, basi warudi wapatane nao, mambo yaishi. Kama watakuwa na msimamo wao pale pale, sisi hatukubaliani nao, wajipange kimapambano. Baada ya miezi minne amani imeishi. Lakini vyovyote watakavyoamua, hata wakiamua vita, Allah akaambia wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, eleweni nyinyi si wa kumshinda Allah, hamuna uwezo wa kumshinda Allah. La tafutunahu ta'ala, hamwezi kumkimbia au kumkwepa Allah mtukufu. Wa in amhalakum hadhihi almuddati, hata kama amekupeni muda kama huo wa kujipanga, kujiandaa, jipangeni, jiandaeni, fanyeni maandalizi. Lakini kwa vyovyote mtakavyojiandaa, hamna uwezo wa kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, na ieleweke kwamba Allah siku zote huwakhizi makafiri, anawafedhehesha tu, wataadhirika tu. Watajipanga, watakusanya nguvu zao, watafanya maandalizi, lakini hatimaye wakiingia vitani wanashindwa. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, ai maana yake anna Allaha mudhilluhum fi dunya, Allah kapanga kuwadhalilisha washirikina hapa duniani bil asri wal qatli. Hata wakiingia vitani atawadhalilisha kwa kukamatwa mateka na kwa kuuawa wengineo. Watauawa na wengineo watakamatwa mateka. Sasa huo ni udhalilifu kwa mtu anayejiita shujaa, alafu akasalitishiwa mtu yeye alimdharau, akamuona hana uwezo, lakini aliyedharauliwa akamshinda mwenye kudharau. Ina maana udhalilifu mkubwa kwa yule ambaye alikuwa na jeuri kuingia mikononi mwa mtu aliyemdharau, akamuona mnyonge akawa mateka wake, au kuingia naye vitani akapambana naye alafu yeye mbabe akapigwa. Allah anaambia atawadhalilisha tu duniani. Duniani adhabu yao, kudhalilika kwao duniani bil asri wal qatli, watakamatwa mateka na wengineo watauawa vitani. Wa fil akhirati, na atawadhalilisha pia akhira bil adhabi shadidi, kwa kuwaweka katika adhabu kali kwenye moto wa jahannam. Tangazo limetolewa mapema, kama wanajipanga, wanajiandaa, wajiandae. Lakini hata watakapojiandaa, wakiingia vitani, Allah kaamua atawadhalilisha. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi, na hili ni tangazo linatoka kwa Allah na mtume wake, linakusudia lifikishwe kwa watu, watangaziwe watu. Adhanun maana yake al-adhanu al-i'lamu. Adhan maana yake ni kutambulisha. Wa minhu, na katika matumizi ya neno hili adhan, adhanu salati, ni kama hizi adhana zetu tunazoitana kwenye sala. Akisimama muadhin akisoma adhana, anawatambulisha watu kwamba muda wa sala, muda wa kuja kumwabudu Allah umefika. Wacheni mambo yote, lililo muhimu sasa hivi ni hili. Kwa hiyo Allah katoa hiyo adhan, utambulisho unatoka kwake na kwa mtume wake, ila nasi, uende kwa watu. I'lamun ila kafati nasi, ni tangazo linakusudia kulengwa kwa watu wote. Bitabarru illahi ta'ala wa rasulihi min almushrikin. Tangazo hili Allah anataka lisomwe kwenye public, liwafikie watu wote duniani, waelewe kwamba Allah na mtume wake wameshavunja makubaliano yote na washirikina. Kuanzia sasa, wakati wote hapa amani inatoweka, kwa sababu hawaitaki amani. Na hii ndo kama tulivyopitia kwenye darsa iliyopita. Mtume alimtoa Abu Bakar
kama kiongozi wa mahujaji. Baada yake kuondoka Abu Bakari na mahujaji, akamtuma Ali ibn Abi Talib, yeye ndo akawe mtoaji wa matangazo haya, akayasome siku ya Arafa. Arafa pale hukutana mahujaji wa nchi zote duniani waliobarikiwa uwezo wa kwenda, na pale kiongozi wa umma alikuwa husimama kuwahutubia mahujaji siku hiyo. Anapokea taarifa za mahujaji kutoka maeneo mbalimbali, na halafu yeye huwa anajipanga kutoa ufumbuzi wa taarifa hizo. Wanakuja watu kutoka Afrika, Asia, Ulaya, wapi, Waislamu, na wanaonana na kiongozi wa pale. Wakati huo ni Mtume. Sasa Mtume anapokea taarifa, Waislamu wa eneo fulani wanasikitika, wana shida fulani, kama vile wafanyakazi kwenye mikoa, idara na nini wanavyopeleka ripoti Ikulu. Mheshimiwa Rais akapitia mafaili, akajua ripoti za maeneo yote na shida zote, na akapanga namna ya kuzitatua. Yeye ndo kiongozi na anapaswa kujua shida ya anaowaongoza, na lazima yeye ndo awe na njia ya kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo siku ya Arafa watu wamekusanyika pale, tangazo hili la Allah lisomwe, kwa sababu watu kutoka pande zote za dunia wanakuwepo, wafikishiwe taarifa hiyo. Munayo habari ya jambo lililopo? Hatuna. Basi Allah na mtume wake kuanzia sasa wamevunja mikataba yote iliyokuwepo, makubaliano yote waliokubaliana kuanzia sasa yametupiliwa mbali. Tangazo hili litoke Yaumal Hajjil Akbari, siku ya hija kubwa, yani siku ya kilele cha ibada ya hija, kama mtume alivyokuwa anasema al-hajju Arafa. Hija yenyewe yote ni pale Arafa, ambapo watu husimama, na siku ya pili yake ndio ikawa sikukuu, al-hajju Arafa. Kwa hiyo siku ya mkusanyiko wa mahujaji ndio ilipangwa litolewe tangazo hili, mahujaji wote duniani walisikie, wakiondoka hapo wakirudi kwa jamaa zao wakapeleke taarifa, lililoko ni hili, Allah na mtume wake wameamua hivi. Litoke tangazo hilo Yaumul Hajjil Akbar, yani yaumun nahri, siku ya kuchinja, alladhi, siku ambayo huwa afdalu ayyamil manasiki, ndo siku bora katika siku zote za ibada ya hija, siku ya kisimamo cha Arafa. Pale watu wapewe taarifa ya tangazo hili la Allah na mtume wake. Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, usifa alhajj bil akbari, imesifiwa hiyo haji kwamba ni kubwa, haji kubwa, siku ya haji kubwa. Lianna al-umrata, kwa sababu umra tusamma al-hajjul asghar, inaitwa ni hija ndogo. Sasa hija kubwa ni hii ibada yenyewe ya hija, na kilele cha hiyo ibada ya hija, pahala patukufu zaidi katika ibada zote zinazofanywa kwenye hija, ni siku ya Arafa. Kwa hiyo siku hiyo lisomwe mbele ya watu tangazo hilo. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi, kuna tangazo hili linatoka kwa Allah na mtume wake, ila nasi, lifikishwe kwa watu wote duniani. Lini? Siku gani ya kulifikisha? Yaumal Hajjil Akbar, siku ya hija kubwa. Tangazo linasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, hakika ya Allah na mtume wake wanatangaza kuwa wamejitenga na makubaliano yote na washirikina. Imefutwa mikataba yote baina ya Allah na mtume wake na washirikina. I'lamu lahum, hili ni tangazo kwa watu, bi anna Allaha, wajulishwe watu kwamba Allah bari'un minal mushrikina wa uhudihim, Allah kashajivua, kazikataa, kafuta nyaraka zote za makubaliano baina ya washirikina na yeye. Ahadi zote walizoahidiana ziko outdated,
wa rasuluhu, na mtume wake. Yani Allah na mtume wake wako pamoja, wanatoa tangazo hilo. Allah yuko mbali na makubaliano hayo, wa rasuluhu bari'un minhum aidan, na mtume wake pia yuko mbali na makubaliano yote na washirikina. Alafu Allah akawanasihi hao aliowavunjia mikataba, akawanasihi kwa kuwaambia, fa in tubtum, muda wa miezi 4 mmepewa, zingatieni vizuri na halafu mfanye maamuzi yanayofaa. Fa in tubtum, ikiwa mtakubali kutubu, mkasema sisi Allah hatumwezi ugomvi wake, hatuwezi kupambana naye, tunaacha hichi kisirani, tumekubali kusalim amri, fahuwa khairun lakum, mkifanya hivyo itakuwa ni bora kwenu, silimuni tu mambo yaishe. Fa in tubtum, nyinyi washirikina mkitubu, fahuwa khairun lakum, inakuwa ni khairi kwenu. Yani maana yake, fa in tubtum anil kufri, mukitubu na mkaachana na ukafiri, waraja'tum ila Allahi, waraja'tum ila tauhidillahi, mukarudi kwenye mila, ibada, dini ya kumpwekesha Allah peke yake, fahuwa khairun lakum, mukifanya maamuzi hayo itakuwa ni kheri kwenu. Minatamadi fi dhalali, kuliko kuchagua kung'ang'ania kuendelea na upotevu. Mkijielewa kuwa nyinyi ni viumbe na mkamtambua muumba wenu, mkapatana naye na mkakubali kumwabudu peke yake bila ya kumshirikisha, itakuwa mmefanya maamuzi ya busara, jambo hilo ni kheri kwenu. Lakini the opposite is the case, kinyume chake, wa in tawallaitum, mukijifanya jeuri mukapuuza ruhusa hiyo, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah. Karudia tena Allah kauli yake, eleweni hata mkijipanga kivita, nyinyi hamuwezi kumshinda Allah. Nyinyi mtabaki kuwa ni viumbe tu, hamuwezi kumzidi mbinu na nguvu muumba wenu. Fa'alamu, wa in tawallaitum, mukikataa kutubu na kurejea kwake, fa'alamu, jueni, annakum ghairu mu'jizillah, vyovyote mtakavyojipanga nyinyi hamuwezi kumshinda Allah. Yani maana yake, wa in a'radhtum 'anil islami, mukipuuza kusilimu, kujisalimisha kwa muumba wenu na Mola wenu mlezi, wa abaitum illa listimrari ala alghayyi wa dalali, na mkang'ang'ania tu mkaendeleza ugomvi wenu katika chuki na upotevu, fa'alamu, eleweni, annakum, hakika yenu nyinyi washirikina, la tafutuna Allaha talaban, hamwezi kukwepa kushikwa na Allah. Yani kama itakuwa Allah anakutakeni akutieni kwenye nguvu zake au adhibu, hamuna uwezo wa kumkwepa, kumkimbia. Hamna pa kukimbilia mkasema hapa tutakuwa tuko mahala salama, hawezi kutushika wala hawezi kutupata wala hawezi kutuma askari wake wakatushinda. Hamuwezi nyinyi kumshinda Allah. Wala tuajizunahu haraba, wala hamuwezi kumkimbia. Yani nyinyi hamuwezi kutafuta mahala salama asiwafike, wala hamuwezi baada ya kumfanyia vitimbi kusema tutamkimbia. Hamuwezi kumdhuru wala hamuwezi kumkwepa. Yani vyovyote mtakavyochagua, mashaka yanarudi kwenu nyinyi wenyewe. Wabashiri alladhina kafaru bi'adhabin alim, aya ikamalizia, anaambiwa mtume, wabashiri alladhina kafaru, wabashirie wale wanaokufuru, bi'adhabin alimin, kwamba watapata adhabu yenye maumivu makubwa. Bashiri alkafirina, wabashirie makafiri, bi'adhabin mu'limin muji'in yahillu bihim,
wabashirie adhabu yenye machungu inayouma, ambayo hamna namna, lazima itawafika tu.